Ndugu wa Tanzania, ukisikia neno dharau, basi ujue maelezo yake ndo haya. Yaani hii ndo definition hasa ya dharau. Ninafahamu kuwa changamoto nyingi zipo katika kujiajiri, lakini muhimu kuliko yote ni nia na uthubutu, kwani tunasema penye nia pana njia. Ninamshauri kila mhitimu awe na dhamira kujiajiri na kuwa tayari kuvuka vikwazo vitakavyojitokeza ili kufanikisha malengo yake. Aidha, napenda kuwakumbusha wahitimu wote kwamba jamii ina matarajio makubwa kutoka kwenu mafundi. Kwa hiyo tunatarajia kuwa nyote mtaonesha umahiri na mfano bora mahali pa kazi. Kwa kufanya hivyo, mtakuwa mmeitangaza kampasi hii vyema na kuwapa moyo walimu, wazazi na walezi waliochangia katika elimu yenu. Ni kweli kuwa elimu mlioipata ni ufunguo wa maisha yenu, lakini pia kumbukeni kuwa elimu ni bahari isiyo na mwisho. Popote mtakapokuwa, hakikisheni mnaendelea kujiendeleza katika taaluma zenu ili kuwa sambamba na mabadiliko mbalimbali ya teknolojia yanayotokea duniani. Kabla ya kuhitimisha hotuba yangu, napenda kurudia kuwapongeza wazazi na walezi wa wahitimu kwa kujitolea na kuamua kuwekeza katika elimu ya wahitimu hao. Aidha, nawapongeza wahitimu wote kwa jitihada zenu ambazo zimewezesha leo kukusanyika hapa, na hongereni sana. Yaani mtu anajua kabisa yeye yuko katika nafasi yake kwa sababu tu wananchi wameporwa haki zao ili wao tabaka la wanyonyaji wapeane madaraka na nafasi mbalimbali kwa kupitia ukandamizaji wa haki na uvujaji wa damu za watoto wa maskini. Alafu mtu anadhiriki kusoma speech na kuwaambia watu eti nendeni mkajiajiri. Hawa wanyonyaji hawana aibu kabisa. Mtu tangu utotoni anaishi kwa kutafuna kodi na haki za watoto wa maskini. Alafu anasimama mbele ya watu na kutoa ushauri eti watu wakajiajiri. Waliomwalika huyu kuwa mgeni rasmi katika hii shughuli wanakusudia nini? Tujiulize, kwa nini katika graduation mbalimbali kumekuwa na juhudi kubwa ya kuwaalika wanachama wakuu wa chama cha wanyonyaji? Wanafikiri kujivisha magwanda ya kisomi na kusoma hizi spichi zao za dharau tutasahau uizi na uovu wao? Hivi ukoloni kweli uliisha au sura tu ya mkoloni ndo ilibadilika?